kadhaa nyuma. Sijui mnaelewa hiyo kitu. Kwa hiyo ikanifanya kutafakari vitu vingi sana. Ila ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema ya kuwepo hapa. Kama nilivyosema, ninaitwa David Bikulako, nimeoa na mke wangu mmoja mzuri sana. Na Bwana amenibariki watoto wawili kwa sasa. Ila tuna mpango wa kuendelea. Tuna mpango wa kuendelea. Bado tunatakiwa tuijaze kwa namna yoyote ile, tunaijaza hivi. Neema ya Bwana ikisema yatosha, basi naona tulia, unaendelea kutunza. Bwana anaendelea kukupa uwezo na neema ya kuwatunza watoto. Amen. Basi tutakwenda kushare neno la Mungu kwa pamoja. Somo letu tutakalojifunza siku ya leo linaitwa ni nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa. Nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa. Katika mafanikio ya aina yoyote ile, lazima iwepo nguvu inayomwezesha huyo mtu kupiga hatua nyingine tena. Lazima iwepo nguvu inayomwezesha huyo mtu kufikia hatima yake ile pale. Tunaona kuna watu wameinuliwa, wamefanikiwa, ni watu wakubwa kwenye siasa, wana uchumi mzuri, ni watumishi wa Mungu wakubwa, ila kuna nguvu ambayo imewawezesha wao kufika kwenye nini? Kwenye hilo eneo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa. Kwa hiyo katika mafanikio ya mtu yote yule, ni lazima iwepo nguvu inayomwezesha huyo mtu kufanyaje? Kuinuliwa na kufikia kwenye hatima fulani. Na nguvu hiyo inaweza ikatoka kati ya sehemu hizi kuu mbili. Inaweza ikawa ni nguvu ya Mungu aliye hai, au inaweza ikawa ni nguvu ya giza ambayo ina operate nyuma yake kumwezesha huyo mtu kufanikiwa. Hello? Hello, kanisa la Bwana. Kwa hiyo sisi tunapotaka Mungu atufikishe hatua nyingine, atupe hatua nyingine ya kimaisha, atupe hatua nyingine ya kihuduma, ni lazima iwepo nguvu itakayotunyanyua kutoka kwenye hilo eneo kwenda kwenye hatua nyingine tena kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Hapa sizungumzii nguvu ya giza. Ninachozungumzia ni nguvu ya Mungu inayotuwezesha sisi tunaomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kutuinua na kutupeleka hatua nyingine tena. Hello? Amen. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa. Ukisoma ile Samuel wa kwanza mstari wa sura ya 17, mstari wa 44 na 45. Anasema hivi, Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Halo? Nami ninakujia wewe kwa jina la nani? La Bwana wa majeshi. Daudi alitambua kwamba hana namna yoyote ya kumpiga yule Mfilisti isipokuwa kwa njia ya jina la Bwana wa majeshi. Kwa sababu yule Mfilisti tunajua the story kwamba jamaa alikuwa ni mtu mkubwa, ameshapigana na mataifa makubwa na amekuwa akishinda. Ila Daudi ni bwana mdogo tu kadogodogo, afu anakuja kupigana na mtu mkubwa sana. Kwa hiyo kuna nguvu iliyokuwa inaoperate nyuma ya Daudi kumwezesha kumpiga yule Mfilisti. Na ile ilikuwa ni nguvu ya Bwana wa majeshi. Hiyo nguvu hata sisi tunahitaji leo. Tunahitaji ili tuwezeshe tu katika mambo fulani tunayotamani Bwana afanye. Halo? Tuko pamoja kanisa la Bwana? Amen. Kwa hiyo tunajifunza nini sasa kwa Daudi? Nataka tu nipite kwenye utangulizi kidogo alafu tuendelee. Daudi alikuwa na moyo kwa ajili ya Mungu. Alikuwa na moyo kwa ajili ya Mungu uliomsababisha kumtafuta Bwana na uso wake wakati wote. Halo? Hicho ndicho tunajifunza kwa Daudi. Na ndio maana alisema mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ina maana moyo wake wa Daudi ulikuwa ni kwa ajili ya Mungu.
Daudi alikuwa na ari na kujali kwa ndani heshima na hadhi ya Bwana Mungu wa Israeli. Alitambua kuwa yule Filisti hakuwa tu anatukana yale majeshi ya Israeli, ila alikuwa anamtukana Mungu. Halo. Utasoma Samueli wa kwanza sura ile ya 17 mstari ule wa 26, mstari wa 36 na mstari wa 46. Jambo lingine tunalojifunza kwa Daudi ni kwamba Daudi hakujiamini mwenyewe, bali alimwamini Mungu kuweza kupata ushindi. Yaani Daudi alimwamini Mungu kwamba anayeniwezesha kumpiga huyu Filisti, kumshinda, ni Mungu ndiye atakayeniwezesha. Hivyo unajua kwenye maisha tulionayo sasa, kuna mtu ili afikie hatua fulani anahitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji, na mganga wa kienyeji anampa maelekezo, na imani yake unakuta yule mtu ipo kwa yule mganga wa kienyeji kwamba huyu mganga wa kienyeji atanisaidia. Kwa hiyo miungu ile ya giza inamwezesha yule mtu, zile madhabahu za giza zinamwezesha yule mtu kufikia hatima fulani kwa maisha yake, kufikia kwenye kilele fulani kwenye maisha yake. Halo. Jambo lingine ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kwamba Roho Mtakatifu alimjilia kwa nguvu. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13 anasema hivi: ndipo Samueli akaitwaa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu tangu siku ile. Ina maana Daudi hakuwa mkavu tu, ila alikuwa amejiliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa juu yake. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa inamwezesha kupata ushindi. Halo. Sisi Mungu ametuamini, ametupa vitu vingi sana. Yaani wewe tu tangu ulivyoumbwa, papo ulivyokuja duniani, yaani kuna kitu ambacho ni lazima ukifulfill. Yaani kuna hatima fulani lazima ufikie. Ile hatima huwezi kuifikia kama hakuna nguvu ya Mungu inayokuwezesha kufikia kwenye ile hatima. Amen. Yaani kuna mwingine yeye ni mfanyabiashara, huwezi kutoboa kwenye hiyo business. Huwezi kufanikiwa kwenye hiyo biashara. Unanielewa mtumishi wa Bwana? Yaani huwezi kufanya chochote kwenye ile ndio kama hakuna nguvu inayokuwezesha wewe kufikia pale. Huwezi kuwa mwanasiasa mzuri ukafikia hatua fulani kama hakuna nguvu. Kwa hiyo mafanikio yoyote ya aina yoyote ile, iwe ni huduma. Sisi ambao tunasimama kwenye miambali ya Bwana, madhabahu za Bwana, unapoona watumishi wakubwa kina Renard Bonke, kina Moses Krola, kulikuwa kuna nguvu iliyokuwa inaoperate nyuma yao mpaka tunaona vile walivyo leo. Halo? Halo? Unayemwona president wa nchi yoyote ile, pale alipo, sio kuna nguvu inaoperate behind the scene. Yaani kuna nguvu iko inaoperate, inayomwezesha yule mtu kufikia pale. Na ndio maana sasa hivi kuna watu wanatoa kafara ili tu mtu afike pale. Tunaona watu wamefanikiwa, wana mabasi mengi. Yaani usipende mafanikio tu ya mtu from nowhere, lazima ujue the source. Huyu mtu na mafanikio yake, nguvu iliyomwezesha kufika hapa ni nini? Sisi tunaomwamini Mungu, hiyo nguvu inayotuwezesha kufika hapa, lazima hiyo nguvu ya Mungu aliye hapa. Amen. Halo? Halo watumishi wa Bwana? Amen. Kwa lazima iwepo nguvu ambayo inaoperate nyuma ya nini? Nyuma ya hayo mafanikio. Kuna nguvu nyingi sana. Nitakupa tu mfano mmoja au nitakwambia tu kitu kimoja. Kuna nguvu ya madhabahu, kuna nguvu ya maombi, na leo tutajifunza kwa habari ya nguvu ya maombi. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Sisi kama waamini lazima tuwe na nguvu ya maombi ambayo inatuwezesha sisi kupiga hatua nyingine tena. Halo? Tutaangalia kwa habari ya maombi, nguvu ya maombi sasa. Nguvu ya maombi kama kichocheo kinachomwezesha mtu kufanikiwa au kuinuliwa. Tutaangalia kwa habari ya maombi. Maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtu na Mungu.
Kumbuka tunajifunza kwa habari ya nguvu iliyoko nyuma ya nini? Nyuma ya kuinuliwa. Maombi. Maombi ni njia ya kuomba msaada wa kimungu, kueleza mahitaji yako, kutoa shukurani na kuachilia mapenzi ya Mungu yatimie kwenye maisha yako. Mzaburi sura ya 17 anasema hivi, mstari wa 6. Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako, ulisikie neno langu. Zaburi ya sura ya 17 mstari wa 6 anasema, Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utegee sikio lako, ulisikie neno langu. Yeremia 33 mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Maombi. Kwa hiyo maombi, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 21 anasema, na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo maombi, ukisoma pia ile Joel sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 32, ule mstari wa 32 anasema hivi, na itakuwa ya kwamba mtu yeyote atakayeliita jina la Bwana ataponywa, na kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu wataokoka, kama Bwana alivyosema. Na inaendelea kwamba kila mtu atakayelitia jina la Bwana ataponywa. Kwa hiyo maombi kwa habari ya kuinuliwa ni njia au ni nguvu inayomwezesha mtu kupata mafanikio au kufikia hatima fulani. Ni nguvu. Maombi ni nguvu inayofanya kazi kumwezesha mtu kupata mafanikio fulani. Narudia tena, maombi ni nguvu inayomwezesha mtu kuinuliwa na kupata mafanikio. Nini ni maombi? Kwa sababu Mungu ameshatuambia kwamba tumuite na atafanya nini? Ataitika. Ile Zaburi ya 17 inasema, Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Ina maana Mzaburi alikuwa na uhakika kwamba nikimuita Mungu atafanya nini? Ataitika. Utege sikio lako, ulisikie neno langu. Sasa Mungu atasikia vipi kama wewe hujapata wasaa wa kukaa naye? Mungu atasikia vipi? Atajibu vipi hicho unachokitamani kama hujapata muda wa kukaa naye? Halo? Amina kanisa la Bwana. Kwa nini tuombe? Nataka nikupe sababu mbili tu. Najua zipo nyingi. Alafu tuendelee. Sababu za kuomba. Tunaomba kwanza ni agizo la Mungu. Ni agizo la Mungu kuomba, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunadumisha uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Yaani wewe hapa mama mwenye familia yako, wewe mwenye mume na mke, yaani familia couples kwa maana ya husband and wife. Ili kuwe kuna vitu vitokee kwenye maisha, ni lazima you guys mpate wasaa wa kukaa na kudiscuss. Ni lazima mzungumze, si ndio? Sasa mtapanga vipi malengo ya mwaka 2026 kama hamjakaa pamoja mkazungumza? Halo? Amina kanisa la Bwana. Yaani mtapanga vipi malengo? Vitu vitatokea vipi kama hamjakaa pamoja mkazungumza? Hicho ndicho anachokitaka Mungu. Ili kudumisha hilo sio lazima tukae tuombe. Halo? Lazima tukae tuombe, kwa sababu ni njia ya mawasiliano. Tunadumisha mahusiano yetu na Mungu. Kwa nini tuombe? Tunaomba kwa sababu ni kiungo muhimu. Maombi ni kiungo muhimu katika kupokea baraka na nguvu za Mungu na kutimilizwa kwa ahadi zake. Hebu tusome ile Nyakati wa kwanza. Nataka turudi nyuma kule kidogo.
kwamba ni mahusiano. Nyakati wa kwanza sura ya 16. Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11. Biblia inasema hivi, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Alafu tutasoma Zaburi ya 105. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Anasema hivi, anaongea ile kitu, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kumbuka ni agizo. Anaposema utafuteni uso wake, yani hakuombi utafuteni. Hivi ngoja nikuulize, wewe ukimwambia mwanao njoo hapa, umemuomba au umemwagiza aje akufuate? Si ndio? Sio mama nataka ni kama ni lazima aje. Njoo. Wewe jamaa, njoo. Njoo. Si amekuja? Sio unanielewa? Hichi ndicho ambacho Bwana anakitaka. Kwa sababu anasema ni agizo kufanya nini? Kuomba. Bwana si. Ni agizo kuomba. Kwa sababu kwa kufanya hivyo kunadumisha nini? Mahusiano yetu na Mungu. Utajisikiaje au wewe unaonaje? Ngoja nitolee mfano. Mtoto anakuja mlangoni huko chumbani, anagonga mara ya kwanza. Kwanza ukamkaushia hata usiitike. Si ndio? Akaja akagonga tena. Baba ametulia, asema mtoto. Si ndio? Kwa unafanya nini? Si lazima uitike. Si lazima uitike. Na unaitika ni kwa sababu gani? Ni yale mahusiano kwamba huyu ni mtoto amenipigia, anagonga mlango, lazima nimsikilize ana shida gani. Halo? Amina kanisa la Bwana. Amen. Utafuteni uso wake siku zote. Ila pia anasema ni kiungo muhimu katika kupokea baraka na nguvu za Mungu na kutimilizwa kwa ahadi zake. Luka sura ya 11. Luka sura ya 11 mstari wa 5 mpaka wa 11. Anasema hivi, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Mstari wa 7. Na yule wa ndani akamjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Mstari wa 8. Na waambie ya kwamba ijapokuwa uondoki, ampe kwa kuwa rafiki yake, lakini kwa vile alivyoacha kumwomba, akaondoka na kumpa kadri ya haja yake. Mstari wa 9. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Kwa hiyo maombi, sababu ya pili niliyozungumza, ni kiungo muhimu katika kupokea nini? Kupokea baraka na nguvu za Mungu. Sasa tunataka tuone maombi yanafanya nini sasa kama nguvu inayomwezesha mtu kuinuliwa. Maombi yanafanya nini? Jambo la kwanza, andika, maombi hufungua milango iliyofungwa. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 mpaka wa 8, Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ombeni
nanyi mtapewa. Sio jinsi ilivyo. Kiswahili inasema ombeni nanyi mtapewa. Biblia ile ya Kiingereza ya Amplified inasema keep on asking. Kwa maana endelea kuomba. Endelea kuomba. Yaani kama nilivyosema, mtoto atakuja mlangoni, si ndio? Atagonga mlango. Nini inafanya kwenye Mungu hawezi kuingilia kati kwa wewe kuja kugonga mara moja tu imeisha. Bwana anataka ufanye zaidi, tufanye zaidi ya hapo. Tubishe, tugonge mpaka mlango ufunguliwe. Ndicho ambacho Bwana anataka. Na sio kwamba haoni wala sio kwamba hasikii, anasikia. Ila anataka ufanye. Yaani anafurahi wewe ukifanya hivyo, anafurahi. Anafurahi. Namba mwingine ni kama tunapata namna ya kuwajibika kwa Bwana, kwa sababu anataka tuendelee kubisha. Tutabisha asubuhi, tutabisha mchana, tutabisha jioni, tutabisha kesho, tutabisha kesho kutwa. Anataka tufanye zaidi na zaidi. Kuna vitu haviwezi kutokea tu from nowhere. Hiyo kwanza inakupima nidhamu yako na Mungu. Yaani wewe kila siku unagonga. Mungu anakuangalia. Anasema, "Je, huyu mwanangu anaelewa anachokifanya au anakuja kugonga tu ndio inapata majibu?" Muda mwingine Mungu kwenye kalenda yake iko. Jana nilikuwa najifunza kitu kimoja kwa mtu mmoja hivi anajeje. Yule jamaa alikuwa anatoa ushuhuda. Alikuwa anataka encounter na Mungu. Akaingia kwenye maombi ya muda mrefu sana. Jamaa kaanza maombi kuanzia Januari. Tarehe 8 mwezi wa 8 Mungu akamwambia hivi. Mungu akamjibu. Yaani kama imagine kila siku mtu anaomba 3 kavu, 3 kavu, 4, 2, sijui hivyo. Sio unaelewa? Kila siku mtu yupo kwenye maombi kuanzia Januari mpaka mwezi wa 8. Mungu anakuja anamwambia hivi. Ninakuona unaomba. Sio unaelewa hivi? Yaani kwamba ninakuona unaomba. Ila Mungu kwenye kalenda yake muda ulikuwa bado wa kumjibu yule mtu. Mungu akampa more time, jamaa akaendelea kugonga. Anaendelea kuomba, ile ngoma inakuja inatiki mwezi wa 11 huko unaelekea 12. Sio unaelewa? Yaani kwenye kalenda ya Mungu, yaani haiwezi kutokea tu from nowhere kwamba unajua ukiingia siku 2 3 Bwana atakujibu. Bwana unaweza kuingia siku 2 3 na Bwana akakaa kimya. Kwa sababu anataka uendelee kubisha. Upige hodi, uendelee kuomba, uendelee kugonga. Yaani ndicho ambacho Bwana anachotaka kwenye maisha yetu. Halo? Kwa hiyo tuna wajibu kama waamini wa kuendelea kumwomba Mungu kila iwezekanavyo. Kila itwapo leo ni wajibu wetu. Ili vitu vitokee. Vitu haviwezi kutokea tu tumekuja tumeomba mara 2 mara 3 imeisha. No. Lazima tuombe. Tunatamani kanisa la Mungu Bwana alijaze liwe international church. Sasa haliwezi kuwa international church kwa maombi ya mifungo 2 tu ya Ijumaa tu peke yake. Lazima tuombe. Na nyinyi mna neema, mna mchungaji ambaye anaomba. Niwaambieni tu kweli. Huyu kijana wangu, yaani mna mchungaji mzuri anaomba sana. Mimi nawaambia kwa sababu I know him. Kabla hata hajafungua huduma I know him. Yaani mna mtu ambaye anapenda kumtafuta Mungu. Sasa hiyo roho alionayo iambukizwe kwenu katika jina la Yesu. Yaani nyinyi mnatakiwa muombe zaidi pamoja na Baba ili kanisa likue. Tunahitaji millions of money to take over, kuchukua ile eneo. We need money. Sasa muda mwingine milango imefungwa, tunahitaji kuendelea kubisha mpaka milango ya mbinguni ifunguke. Amina. Yaani wewe kuna muda unaweza kuwa unaona mbona mwanangu mimi kama haeleweki hivi, mtoto nalipa hela nyingi, ila kuna namna. Muda mwingine bandika mikono, funga na kuomba kwa ajili ya mtoto wako. Unaweza kushaka fungo ufahamu. Biblia inasema tutakalo lifungua duniani na mbinguni limefanyaje? Limefunguliwa. Kwa hiyo omba kwa ajili ya, take time, pray for your kids. Omba kwa ajili ya mtoto wako. Kuna namna watoto wamefungwa, sasa tunataka Bwana ingilie kati. Ombea watoto. Mimi na binti yangu ka second born aka ni kadogo kana mwaka sasa hivi plus. Kalikuwa kienda kanisani kanalia wewe kwa kutosha kumtaka Bwana. Yaani unataka vitu vitokee kwenye maisha yako, haviwezi kutokea kwa muda wa dakika moja. Unamhitaji Mungu sana kwenye maisha yako. Yaani lazima utenge muda uombe sana. Halo? Amen. Yaani na Mungu anafurahi unavyofanya hivyo maana. Haya anafurahi.
Na sio kwamba asikia, yani Mungu anasikia. Anasikia na anaona kabisa unaomba. Ila muda mwingine anakutengenezea nidhamu ya kiroho. Kwamba wewe, mimi haya ni mawasiliano kati ya mimi na mwanangu. Kwa hiyo ninataka uendelee kufanya hivyo mara kwa mara. Muda mwingine mimi kama baba atakuja mtoto ananiambia baba nimeishiwa pencil, leo sitakununulia kalamu. Utakuja kesho baba sitafanya. Sio kwamba sijui, ninajua. Sio unaelewa? Ninajua kabisa mwanangu ana uhitaji ila sifanyi. Na sio kama sina pesa ya kufanya. Yaani pesa ipo naweza nikafanya chochote anachokitaka ila sifanyi. Kwa sababu natamani kumuona akiendelea kuja kwangu. Sio unaelewa? Akiendelea kuja kuona kunyenyekea Daddy, sio kuna hiki na hiki. Mimi ni furaha yangu kama baba. Hivyo ndicho Mungu anachokitaka pia kwetu. Amen. Sio unaelewa mwisho Bwana? Unaelewa mwisho Bwana? Hicho ndicho Mungu anachokitaka. Yaani sio issue ya kuja wewe, no thank you. Mimi na uhakika mtoto wako hata akija kwako aikwambia mama na kitu fulani, uwezo wa kufanya unacho na bado huwezi kufanya, unamwacha. Yaani hapo kuna mambo mawili ya kujifunza. Unamwacha kwanza, unamwadabisha aelewe umuhimu wa kutunza hicho alichonacho, ila pia inakuwa ni furaha kwako wewe kumuona mtoto anakuja nitaka anazungumza na wewe. Anakuja, anakueleza mahitaji yako, unayasikia, unatulia. Basi. Alafu kuna time ameshasahau kabisa, unakuja unafanya bonge la surprise. Mimi kwa mfano mimi kijana wangu mpaka leo shaambia Daddy mimi nataka basketi. Ile basketi sijanunua. Umemwacha makusudi. Yaani atashangaa tu siku ameshasahau huko. Anauzungumzia issues zingine ndio basketi inakuja. Hiyo. That's how God do. Ndivyo Mungu anavyofanya. Anataka tuendelee kuomba. Tuendelee kumtafuta kadri iwezekanavyo. Na tunapofanya hivyo, milango inafanyaje? Inafunguka katika jina la Yesu. Na iwe hivyo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kila ambacho kimefungwa, tunavyoendelea kuomba, unavyoendelea kukaa karibu na Bwana, Mungu anafungua katika jina la Yesu Kristo. Hivyo ndivyo ilivyo. Halo? Jambo lingine, maombi yanafanya nini? Kumbuka tunazungumzia nguvu, maombi kama nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa kwetu. Maombi huvunja vizuizi vya kiroho na vya kimwili vinavyowezwa au vinavyowekwa na shetani au watu. Kuna watu wanatumiwa na shetani kuweka vizuizi kwenye maisha yako. Maombi yanafanyaje? Maombi yanavunja vizuizi vya kiroho na kimwili vilivyowekwa kwenye maisha yako. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka wa 7. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Sikiliza, hii kwa juhudi, yani haikuwa bure tu. Yaani kwamba liliomba, likaomba. Ingekuwa ni kawaida wasingeweka kwa juhudi. Wangesema tu kanisa likafanya likaomba. Ila anasema likaomba kwa juhudi, kwa bidii. Ina maana kanisa liliomba asubuhi, liliomba mchana, liliomba jioni, likaomba kwa ajili ya Petro. Hata wakati wa Herode alipotoka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya malango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana, malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulikia mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Maombi. Kumbuka kanisa liliomba kwa nini? Kwa juhudi kanisa liliomba. Kwa hiyo maombi yanavunja vizuizi vya kiroho na vya kimwili. Maombi yanafanya nini? Yanavunja vizuizi. Yaani kuna maeneo umebanwa kwenye biashara yako. Unaona kuna vitu havitembei. Kuna vitu haviendi. Afu muda mwingine usione shida kushirikisha kanisa. Amen.
Kumbuka anasema kanisa liliomba kwa nini? Kuna muda utaomba mwenyewe, utaona ngoma hii haitembei, na kuna muda unachoka. Kwa hiyo kanisa likaomba kwa juhudi, Petro akatoka gerezani. Kwa hiyo tuna wajibu kuhakikisha kwamba tunaomba kwa bidii, kwa juhudi zote kadri iwezekanavyo. Mungu aintervene kwenye mambo yetu jamani. Tunamhitaji Bwana. Tunamhitaji Bwana. Tunahitaji hili kanisa leo na wafanyabiashara wakubwa. Na nikwambie katika jina la Yesu, kama Mungu aishi, ukifanya kwa uaminifu mahali hapa, Bwana atakuinua na utashangaa. Hapa. Si mnaona hivi tuli? Si mnaona jinsi pale? Hapa. Ninakwambia kwa namna ninavyomfahamu mimi Mungu ambavyo amekuwa akifanya na watu wake. Hapa ukifanya kwa uaminifu wote. My friend. Mungu hawezi, yani wewe maisha yako hawezi kuwa vile vile alivyo. Wewe niwaambie mtu mmoja. Mnamfahamu Nigel Builders? Nani ndio mfano mtu mmoja yuko hapa Dodoma. Mnamfahamu? Kuna wasichana wanafahamu, kuna wengine wanafahamu. Kuna mtu mmoja yuko mjini hapo anaitwa Nigel Builders. Ile familia imekuja Dodoma, wameanza wakiwa chini pale kanisa la Benefu. Wakiwa chini kabisa. Ila walipoendelea kukaa pale, wakamtumikia Mungu mahali pale. Wale watu as we speak now, it's one among the giant businessman hapa kwenye miji na Tanzania kwa ujumla. Ni moja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana ambao Bwana amewainua. Sasa kama Mungu alifanya kwa hao, kwa nini asifanye kwako? Si ni Mungu ule? Kuna principles tu chache za kuzingatia. Principle ni chache za kuzingatia ambazo ni lazima uzifuate kama muamini. Kwa hiyo maombi haya tunayoyazungumza katika kuinuliwa yanavunja kila vizuizi. Kuna vizuizi vimewekwa na familia yako ili tu usipige hatua. Juzi kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa nashangaa sana. Yule ndugu baba yake alikuwa mchungaji, kafariki. Tena fariki ni almost kama 3 years back. 3 years if not 2 years back. Ni mtoto wa mchungaji. Yule jamaa anafanya sana hizo forex, biashara za digital currencies mtandaoni. Yule dogo sasa akasema mimi cha kufanya hapa, Mungu amenibariki nimepata hela. Wacha nifanye maendeleo, nifanye maboresho kanisani. Dogo akaenda akafanya maboresho chache. Kilichotokea kuna mtu alienda akachinja, akatoa sadaka, akachinja mbuzi sipini ng'ombe ili tu fulani asifanikiwe. Sasa that shows kwamba kuna watu tuko nao kwenye maisha yetu na kuna wengine ni ndugu zako kabisa. Anaweza akaenda akatoa sadaka kwenye miungu ili tu usifanikiwe. Sasa unatoboaje hapo kama ukai vizuri na Mungu? Unatoboaje kwenye hilo eneo? Yaani kuna mtu kaenda kachinja ng'ombe ili wewe usifanikiwe. Ili wewe usipige hatua nyingine mbele. Kwa hiyo maombi yanaondoa kila vizuizi ndani ya ulimwengu wa roho, vizuizi vya kimwili, ili tukukufungua wewe pale ulipofungwa kwa namna moja ama nyingine. Na yule jamaa Mungu tu alikuja akampa hiyo neema ya kutambua, haikuwa kawaida, haina kujua tu from nowhere. Mungu alijifunulia akamwambia kuna watu wamefanya 1 2 3 4 5 ili tu usifanikiwe. Halo? Amen. Amina kanisa la Bwana. Amen. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kwa namna ya kipekee sana. Maombi kama nguvu iliyoko nyuma ya kuinuliwa huvunja laana na vifungo mbalimbali. Kuna watu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya vifungo vya kiroho katika maisha. Maombi yanaleta uhuru kutoka katika vifungo na kuachiliwa kwa neema juu ya maisha yao. Utasoma ile Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 kwa habari ya Yabesi. Yabesi alikuja akamtaka Bwana kwamba Mungu katika hili ninakuomba. Anasema hivi, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara. Naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Halo? Amen. Amina kanisa la Bwana. Amen. Kuna wajibu wa kuomba, hamna wajibu wa kuomba? Yaani